Mimi kwa jina naitwa Hassan Polomo, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa Mabwepande. Ni kweli wananchi wanachokilalamika kipo kweli kwamba tuna adha sana ya usafiri, lakini barabara yetu ni chafu. Na kwenye adha ya usafiri kwamba sisi hapa tuna usafiri wetu mwingi tunatumia bajaji, lakini hata bajaji tunazotumia zina gharama kubwa sana, kwa sababu sehemu tuliopo haiwezekani tukatozwa sisi nauli 1000, na kwa sababu ya barabara chafu wenye bajaji ndio wameshapata fursa kututoza sisi gharama hiyo. Lakini mwanzoni kulikuwa na madaladala, na madaladala yale na mkanda inaonyesha makumbusho Mabwepande, lakini imesitishwa, wenyewe wamejisitisha kulingana na kuonekana kuna barabara yetu haipitiki, kwamba zina mashimo. Na barabara ile ni barabara ya barabara kubwa inahudumiwa na TANROADS. TANROADS ndio yenye majukumu ya kutengeneza barabara kwa kuweka kiwango cha lami. Na barabara yetu hii ni kubwa sana. Kati ya mkoa wa Dar es Salaam nafikiri ndio barabara iliyokuwa kubwa haijawekwa lami. Barabara ipo mpakani kati ya mkoa wa Pwani na mkoa wa Dar es Salaam. Lakini barabara yenyewe ipo kwenye mkoa wa Dar es Salaam. Na barabara hii kama inawekwa kiwango cha lami ndio inakuwa njia nyepesi sana kwenda Mbezi kwa Magufuli. Inakuwa nyepesi na kwa haraka. Lakini barabara hii ndio inatumiwa sana na wanasiasa kuichukulia kula. Wanakuja kwa wananchi, wanasema barabara hii mkinichagua, barabara lami itawekwa kwa muda mfupi. Ahadi hizi zimeanza muda mrefu toka mbunge akiwa Rita Mlaki. Kila mbunge akija huku kuanzia Rita Mlaki kwamba anaahidi barabara tutaweka lami. Lakini ikaendelea wanachama Chama cha Mapinduzi wakaonelea inawezekana CCM wametuzoea, ikawajaribu waweke mbunge wa chama cha upinzani huenda akawatetea ikakaa lami, maana shida kubwa lami, ndio maana watu wanafanya mabadiliko hata ya utawala. Lakini kaja na yeye alikadhalika hakuweka, akasema ngoja turudi nyuma kwenye CCM, tukamweka mbunge. Alisema baada ya miaka 2 lami itakuwepo, lakini mbunge naye akajitahidi mpaka waziri Mheshimiwa Bashunga alikuja akasema barabara ishafanywa study, lakini mpaka sasa tumetangaza tenda, kwa maana muda wote ule itawekwa lami. Lakini mpaka tunaenda kipindi hiki cha uchaguzi hatujaona dalili zozote zile za kuwekwa lami barabara hii. Sisi serikali ya mtaa, ushawishi wetu kwenye barabara hiyo, serikali ya mtaa tunasema na Mheshimiwa diwani anapeleka kwenye kamati ya madiwani ambayo inafanyika na mstahiki meya kuchangia, kwa sababu kwenye vikao vya halmashauri mbunge anakuwa mjumbe. Mbunge ndiye anatusemea wananchi. Sisi serikali ya mtaa tunashawishi, tunapiga kelele sana na diwani ili aweze kutuwezesha taarifa zifike kwa mbunge. Mbunge anakuja mara moja, na anapokuja watu wanauliza maswali, barabara yetu uliahidi tutawekewa lami, mpaka lini? Maneno ya wanasiasa yamekuwa mengi. Hatua tunazochukua sisi, mimi hatua za awali nimeshaenda Sumatra kwenda kuongea na viongozi wa Sumatra ili mradi tuweze kutuletea daladala, kwa sababu barabara hii sio kushindwa kwa daladala kuja. Daladala zina uwezo wa kuja na zikaondoka, sio ubovu unashindikana kuja daladala. Sasa tunafuatilia Sumatra ili waweze kuweka mipango yetu sawa tuweze kupata daladala, kwa sababu kuna daladala zenye mikanda ambayo inaonyesha kwamba Mabwepande makumbusho bado zipo kwenye mikanda, lakini huku waziji sasa zinaishia Bunjubi. Na ndio maana sasa tunajaribu kupush ili pale njia panda ya Mabwepande akae askari awe anazielekeza daladala ziwe zinakuja huko. Niendelee. Bado kuna hii hadha ya daladala. Hapo kwenye daladala kuna daladala ambazo wanasema zina mikanda ya kutoka Mabwepande kwenda makumbusho. Zilikuwa zinakuja awali, sasa hivi zimekata. Changamoto ni ya barabara peke yake au kuna nyingine tofauti na ya barabara ambayo inachagiza zaidi kuweza wao kusitisha hii huduma? Mimi nachokijua barabara, kwa sababu kwa wananchi huku au kwa usafiri, wananchi wapo wengi sana, ambao daladala inaweza ikaja ikajaza ikaondoka, ikajaza ikaondoka.
ila wenye vyombo vya usafiri wanachodai kikubwa ni barabara, sio abiria. Hakuna abiria, wapo, ila shida ni barabara. Nategemea majibu kutoka kwa SUMATRA, hapo mimi niwatangazie wananchi wangu kwa sasa lini daladala zinaweza kuja au barabara inaweza kutengenezwa, lakini majibu nayategemea kule, kwa sababu mimi kama mimi ningekuwa na mfuko na uwezo wa kufanya hayo majambo ningefanya, kwa sababu wananchi wangu wanapata adha sana. Kilomita 4 nauli buku ni mbali sana. Angalia kilomita unatoka Bunju mpaka Makumbusho unalipa kiwango iko buku 1,100, lakini si kilomita 3.5 kwa 4 tunalipa buku. Tunapata shida sana na usafiri. Kwa wanasiasa wametuambia budget imeshatoka, na wanasiasa walishatuambia kwamba washafanya study, lakini shida ndio hiyo, utekelezaji unakuwa